Karibu kwenye Tunu za Kiswahili, sehemu ya hadithi za kusisimua na zenye mafunzo ya maisha. Leo tunakuletea simulizi ya kuvutia sana, mapenzi na usaliti. Sikiliza kwa makini. Kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Derek, mwenye umri wa miaka 27. Alizaliwa kwenye familia ya kawaida, maisha ya kitamaduni ya kijijini, lakini akiwa na ndoto kubwa ya kutaka kufanikisha maisha yake. Baada ya kumaliza masomo ya sekondari, alihamia jijini Dar es Salaam kutafuta maisha mazuri. Alikuwa mchapakazi, mwenye bidii na mwenye moyo wa upendo. Siku moja akiwa kazini, alikutana na msichana mmoja mrembo sana aliyeitwa Melissa. Melissa alikuwa binti wa mjini, mwenye mvuto, na mvuto wake uliwafanya wengi wavutiwe naye. Lakini kati ya wote waliokuwa wakimzunguka, macho yake yaliangukia kwa Derek, kijana mnyenyekevu, mwenye heshima na anayeonekana hana makuu. Kwa muda mfupi tu walizoeana, wakawa marafiki na hatimaye wakaanza mahusiano ya kimapenzi. Mapenzi yao yalionekana kuwa mfano wa kuigwa, wakitembea pamoja, wakicheka pamoja, wakishirikiana ndoto na hata mipango ya maisha ya baadaye. Mwanzo wa furaha. Kwa miaka miwili mfululizo, Derek na Melissa walikuwa karibu kupita kiasi. Walikuwa wakikaa pamoja muda mwingi, wakipanga ndoto za kuanzisha familia, kuwekeza kwenye biashara na hata kusafiri kwenda nchi za mbali siku moja. Melissa aliahidi kwamba daima atakuwa upande wa Derek, awe maskini au tajiri. Lakini maisha mara nyingi hayana mstari wa moja kwa moja. Ndoto nzuri zinaweza kupasuka ghafla kama kioo kilichopigwa na jiwe. Vurugu za anza. Melissa alianza kubadilika taratibu. Alianza kupokea simu usiku wa manane, akitabasamu, kisha akijitenga pembeni akijibu. Alianza kuvaa mavazi ya kifahari sana, tofauti na awali ambapo alikuwa mnyenyekevu. Marafiki wa karibu wa Derek walimwonya, "Derek, kuwa makini na Melissa. Anaonekana kubadilika sana siku hizi. Kuna mambo hayako sawa." Lakini Derek, kwa moyo wake safi, hakutaka kuamini mabaya juu ya yule aliyempenda kwa dhati. Aliona kama wivu wa marafiki au maneno ya majungu. Siri iliyofichuliwa siku moja. Derek, akiwa amemaliza kazi mapema, aliamua kumsurprise Melissa kwa kumtembelea nyumbani kwake bila taarifa. Aliingia taratibu, akakuta mlango haujafungwa. Kwa mshangao mkubwa, alimsikia Melissa akicheka na sauti ya kiume chumbani. Moyo wake ulipiga kwa nguvu, miguu ikatetemeka. Aliposogea, macho yake yalishuhudia jambo alilokuwa akilihofia kwa muda mrefu. Melissa akiwa amekumbatiwa na mwanaume mwingine, tajiri na mwenye umbo la kuvutia. Derek alisimama pale akitetemeka, macho yakibubujika machozi. Aliposema kwa sauti ya chini lakini yenye maumivu, "Melissa, kweli haya ndiyo mapenzi uliokuwa unaniahidi?" Melissa alishtuka, akajitoa taratibu kwenye mikono ya yule mwanaume na kubaki kimya, akishindwa kuzungumza. Yule mwanaume alimwangalia Derek kwa dharau, akasema, "Kijana, usijisumbue. Huyu binti anastahili maisha bora zaidi. Gari, pesa, starehe. Wewe huwezi kumpa hayo. Ondoka." Mapenzi yaliyogeuka usaliti. Hapo ndipo ukweli ulipodhihirika. Melissa, aliyewahi kuapa kumpenda Derek kwa dhati, aliamua kuchagua mali na utajiri badala ya mapenzi ya kweli. Derek hakuamini. Alijua mapenzi yao yalikuwa na thamani kuliko fedha yoyote. Lakini kwa macho yake mwenyewe, aliona mtu aliyempenda zaidi akisaliti kwa tamaa ya mali. Kwa uchungu mkubwa, aliondoka bila kusema zaidi. Alitembea usiku mzima barabarani, akifikiria makosa yake, akilia moyoni. Kuporomoka na kuamka tena baada ya tukio lile, maisha ya Derek yalibadilika sana. Alipoteza mwelekeo kwa muda, akashindwa kuamini tena katika mapenzi.
lakini aliapa kitu kimoja: hataacha ndoto zake. Aliamua kujikita zaidi kwenye kazi. Akaanza biashara ndogo ndogo ya kuuza vifaa vya simu. Taratibu ikakua, ikabadilika kuwa duka kubwa, na miaka michache baadaye alikuwa mfanyabiashara mwenye mafanikio makubwa. Melissa kwa upande wake alifurahia maisha ya kifahari kwa muda, lakini yule tajiri aliyemtegemea alimchoka, akamtelekeza na kwenda kwa msichana mwingine mdogo. Melissa alibaki peke yake, bila msaada, bila mtu wa kumbadilishia maisha. Miaka 5 baadaye, Melissa akiwa amechoka kimaisha, siku moja alitembea mjini akakutana na Derek. Lakini sasa Derek alikuwa amebadilika. Gari la kifahari, mavazi ya heshima, akizungukwa na watu waliomheshimu. Macho ya Melissa yalijaa aibu na majuto. Alimkaribia na kwa sauti ya chini akasema, "Derek, naomba unisamehe. Nilifanya makosa makubwa. Nilidhani pesa na starehe ndiyo kila kitu. Lakini kumbe nilipoteza mtu wa thamani zaidi. Je, unaweza kunirudia?" Derek alimwangalia kwa muda mrefu, akitabasamu kwa uchungu. Kisha akasema, "Melissa, nilikupenda kwa moyo wangu wote, lakini ulisahau thamani ya mapenzi ya kweli. Nimejifunza kitu. Mapenzi ya dhati hayajengwi juu ya tamaa, bali uaminifu na heshima. Samahani, lakini safari yangu haina nafasi tena kwa mtu anayechagua usaliti badala ya upendo." Melissa alibaki amesimama pale, machozi yakimtiririka. Akajua kuwa alijipoteza mwenyewe kwa tamaa zake. Funzo kubwa. Hadithi ya Derek na Melissa inatufundisha kwamba mapenzi ya kweli ni kitu cha thamani kinachopaswa kulindwa. Usaliti unaweza kuharibu maisha na kuacha maumivu ya kudumu. Mali na pesa haziwezi kuchukua nafasi ya moyo safi unaopenda kwa dhati. Waliothaminiwa na kupuuzia mara nyingi huishia kujuta mwishowe. Asante kwa kusikiliza simulizi hii ya kusisimua. Usisahau kusubscribe kwenye Tunu za Kiswahili kwa hadithi nyingine zenye mafunzo na msisimko.